Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar itaanzisha soko la mitaji kwa wajasiriamali ili kuwezesha kiuchumi. Amezungumza hayo katika hafla iliyofanyika Ikulu Zanzibar katika ufungaji wa awamu ya kwanza ya wekezaji wa Zanzibar Sukuk. Amesema fedha hizo zitatumika kwa miradi ya kimaendeleo na ujenzi wa miundombinu muhimu. Pia amesema uwekezaji huo umesaidia Zanzibar kuwa na kivutio cha kujifunza miradi ya kimaendeleo katika mataifa ya ndani na nje ya nchi. Leo tunayo furaha ya kupokea hundi ya fedha zilizowekezwa kupitia awamu ya kwanza ya Zanzibar Sukuk. Kwa hakika tumepata mafanikio makubwa katika awamu hii ya kwanza. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu wote waliofanikisha kuifikia hatua hii muhimu. Kwa namna ya pekee napenda kutoa shukrani maalum kwa uongozi wa Ofisi ya Rais Fedha na Mipango pamoja na taasisi ya ufuatiliaji wa mipango ya serikali PDB kwa kusimamia kwa karibu na kufanikisha mpango huu wa utoaji wa sukuk ya Zanzibar. Nafahamu kwamba safari hii haikuwa rahisi. Ilihitaji kujitoa kwa hali na mali na ufuatiliaji wa karibu sana. Lakini kwa dhamira njema, uzalendo na juhudi zenu, leo hii tunajivunia mafanikio ya awamu ya kwanza ya sukuk ya Zanzibar. Wito wangu kwenu ni kuendelea kuwa wabunifu na wenye kujituma katika kutafuta njia mbadala na bunifu za kupata fedha za miradi yetu ya maendeleo. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwapongeza na kuwashukuru wawekezaji wote wa ndani na nje kwa imani yenu kubwa kwa Zanzibar na kwa dira yetu ya maendeleo. Hakika ushiriki wenu ni ishara ya imani mlionayo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na utayari wenu wa kuchangia mipango yetu ya maendeleo. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapangaji wakuu wa mpango huu, yani lead arranger, kampuni ya Yusra Sukuk ikiongozwa na Sheikh Mohamed Hemed Isa, kwa utaalamu na uwajibikaji wao katika kuandaa na kusimamia utaratibu wa utoaji wa sukuki hii hadi kufikia mafanikio haya. Vile vile natambua mchango wa kampuni iliyopewa jukumu la kusimamia muamala huu ya Zanzibar Sukuk SPV, yani Zanzibar Treasury Sukuk 1 Limited, ambayo ndiyo mtoaji rasmi wa sukuki hii kwa niaba ya serikali. Shukrani maalumu ziwaendee kamati ya ushauri wa kisheria ya Kiislamu, yani Sharia Advisory Committee, kwa kuhakikisha sukuku hii inazingatia misingi yote ya sharia. Ushauri na uthibitisho wenu umeipa sukuku hii uhalali unaotakikana. Naishukuru pia Benki ya Watu wa Zanzibar kwa mchango wao katika kufanikisha muamala huu. Aidha, naishukuru mifuko yote ya hifadhi ya jamii ya Tanzania bara na ya Zanzibar, ikiwemo ZSSF, NSSF na PSSF, na vile vile benki za CRDB na KCB. Natambua pia mchango wa uwekezaji uliofanywa na taasisi mbalimbali za serikali zetu zote mbili za SMZ na SMT, pamoja na wawekezaji binafsi kwa lengo la kuiunga mkono Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika zoezi hili. Uwekezaji wao kwa hakika umekuwa chachu ya kufikia shabaha iliyowekwa katika awamu hii ya kwanza. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kutokana na hatua hii muhimu, nchi yetu sasa imekuwa ni kituo kikubwa cha kujifunza kwa nchi na serikali zilizopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na taasisi za kifedha mbalimbali. Tayari tumeshaanza kupata maombi ya baadhi ya nchi kutaka kujifunza namna gani ya kuliendesha jambo hili. Ni dhahiri kuwa tukio hili la leo ni uthibitisho kuwa tumeweza kufikia malengo tuliyojiwekea. Hakika mwanzo huu ni mzuri kwa kuwa katika kipindi kifupi kijacho Zanzibar itaanzisha soko la mitaji la Zanzibar, yani Zanzibar Securities Exchange, ambalo pia litachangia katika kupatikana kwa mitaji ya kuwekeza katika biashara mbalimbali pamoja na miradi mikubwa ya serikali.
Hii ni hatua muhimu pia katika kufikia lengo la nchi yetu kuwa ni kituo cha fedha, yani financial hub. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kutoa ujumbe muhimu kwa kila mwekezaji aliyeshiriki kwenye mpango huu wa sukuk ya Zanzibar kwamba mpango huu ni wa miaka 7 uliobuniwa kwa mujibu wa mfumo wa ijara ambao unategemea uwekezaji wa mali halisi na unaofuata misingi ya sharia. Napenda kuhakikishia kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejipanga kikamilifu kutekeleza yafuatayo. Kwanza, mapato ya kila mwaka kwa wawekezaji kwa kiwango cha 10.5% kwa wawekezaji wa fedha za Kitanzania na 4.2% kwa wawekezaji waliotumia dola za Kimarekani yatalipwa kwa wakati kila mwaka kama ilivyobainishwa katika masharti ya mpango huu. Na pili, kiasi chote cha mtaji kilichowekezwa kitalipwa kwa ukamilifu baada ya miaka 7 kwa wakati uliopangwa. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali imeweka mfumo madhubuti wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi itakayotekelezwa kupitia fedha za sukuk. Fedha hizi zilizopatikana zitapelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo yenye tija kama vile miundombinu ya barabara Unguja na Pemba, bandari jumuishi ya Mangapwani, kituo cha matibabu ya saratani cha hospitali ya Binguni, na kumalizia kazi ya ujenzi wa jengo la Terminal 2 la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume. Kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa za kuimarisha maisha ya wananchi, utoaji wa huduma bora za kijamii na kukuza uchumi wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kumalizia nasaha zangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa watu wote na taasisi zote zilizochangia katika kufanikisha awamu ya kwanza ya sukuk ya Zanzibar. Napenda kutoa wito wa kuimarisha umoja na mshikamano wetu katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa kuzingatia kuwa mafanikio yetu yanategemea sana umoja na mshikamano wetu, na kubwa zaidi kudumisha amani tulionayo katika nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuitekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mafanikio zaidi. Kabla sijakamilisha, napenda nikuhakikishieni kwamba serikali yetu sasa itakuja na kila aina ya mpango wa kuweza kupata fedha za kutekeleza miradi yetu ya maendeleo. Tuna miradi mingi sana ya maendeleo, na yote njia tumeshaiona ya kuipatia fedha ambayo itaweza kulipika bila matatizo yoyote. Lakini wakati huo huo tuweze kukamilisha mipango yetu yote ya miradi ya maendeleo tuliyojiwekea. Kwa hivyo kila tutapokuja na mpango mpya, nitakuombeni nyote muweze kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba tunaifanikisha kama tulivyofanikisha mpango huu wa sukuk. Naye Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Mheshimiwa Saada Mkuya Salum, amesema zaidi ya bilioni 381 zimekusanywa katika awamu ya kwanza ya Zanzibar sukuk, ambapo wanaume wamewekeza kwa 78%, wanawake 15% na taasisi 7%. Ni 78% ya wawekezaji wote walikuwa ni wanaume. Na hii inatuonesha namna gani wanaume wameelewa zaidi faida ya uwekezaji, lakini vile vile wanahamasika zaidi na wako rahisi zaidi katika kuwekeza. Mheshimiwa, sisi wanawake, alafu na mimi ndo mwenyekiti wa Wawaza. Sisi wanawake, idadi yetu ambao tumewekeza kwa mtu mmoja mmoja ni idadi yetu ni 56, sawa na 15%. Na hii inatufanya kuona namna gani tunaweza tukatengeneza sera wezeshi pamoja na mipango mikakati ya kuwafanya wanawake waweze kuingia katika sekta ya fedha kwa namna ya kuwekeza pamoja na kufanya miamala mbalimbali kwa kutumia taasisi zetu za kifedha. Pengine sisi tunawekeza zaidi kwenye maeneo mengine ya vikoba na kwingineko.
Mheshimiwa, taasisi kwa ujumla wake zina comprise 7% ya wawekezaji wote, ambapo public institutions zinaongoza kati ya 7%. Idadi ya public institution ni 23, ambayo hawa ni sawa na 79% ya uwekezaji, lakini kuna taasisi binafsi Mheshimiwa, ambazo zilikuwa ni 6 na zenyewe zina comprise na institutions zilizowekeza kwa 21%. Akitoa taarifa ya kitaalamu, mkurugenzi mtendaji Zanzibar Sukuk One Limited, Mheshimiwa Masoud Rashid, amesema zaidi ya wawekezaji 400 wamewekeza na serikali imetarajia kukusanya bilioni 300. Kupitia uongozi wako imara na usaidizi wa karibu kutoka ofisi ya Rais Fedha na Mipango, tumeweza kuyatafsiri maoni yako kwa hatua halisi. Programu hii ya Sukuk inaashiria sio tu ufanisi wa kifedha, bali pia uaminifu wa wananchi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo inafanywa na serikali. Sukuk hii haijajengwa kwa misingi ya mapato pekee, bali pia kwa misingi ya imani, uwazi na uendelevu wa ukweli. Imethibitisha kuwa misingi ya Kiislamu inaweza kutumika kwa mafanikio katika mazingira ya kisasa ya kifedha na sekta ya umma. Mheshimiwa Rais, itakumbukwa kuwa Sukuk hii imejengwa kwa kutumia muundo wa ijara, yaani muamala wa upangishaji unaozingatia misingi ya Kiislamu, na ni ya uwekezaji wa miaka 7 kwa kutoa faida ya 10.5% kwa mwaka kwa wawekezaji wa shilingi za Kitanzania na 4.2% kwa mwaka kwa wale waliowekeza kwa dola za Kimarekani. Aidha, ni muundo uliopitiwa kwa kina na wataalamu mbalimbali na pia kupitiwa na kupata ithibati ya kisheria kutoka kamati ya ushauri wa sheria na hatimaye kuidhinishwa kama inavyopaswa. Nikiripoti kutoka VOP TV, mimi Mirayani Hamad.